Tunashukuru sana kupata fursa hii ndugu zetu wananchi watukufu ambao mnazidi kutufata mara kwa mara. Acha nishukuru chama cha NAPADE, chama cha Mapinduzi, kwa jitihada zake zote ambazo ilikwenda kufanya kupambana kutaka kusimamisha serikali ya Tshisekedi kwa kuandika mamemo, kwa kuandika makomunike, kusimamisha dialogue entre M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vivyo hivyo hata koalisio Uboli, bila kusahau wanaharakati wengine wa kisiasa katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao tulipiga vita zaidi sana kwa sababu ya hii dialogue entre gouvernement na M23. Kwa sababu dialogue hii ingefanyika ingeingiza nchi yetu katika hali mbovu ambayo ingileta maafa zaidi sana katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wacha tuchukue fursa hii kwa sababu tushukuru hii serikali ya Tshisekedi kwa sababu ilisikia vilio vyetu na vilio vya wananchi. Vivyo hivyo tunashukuru hata serikali ya Qatar kukubali na kuraporte dialogue hii kwa Jour Ekoni. Kwa hiyo tunashukuru sana na wananchi wale ambao tunasimama kupambana, kwa sababu dialogue hii ingiliingiza nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika wingu moja chafu, na hatungekubali kama vile wana mapinduzi, hatungekubali kama vile wananchi tu dialogue ya M23 na serikali ya Bwana Felix Tshisekedi ingiliingiza sisi katika mkondo ule wa Joseph Kabila ambao alikuwa akifanya mchezo wake. Leo anawakubalia wanaingia kwa serikali wageni, ingia katika mchezo ule wa Joseph Kabila ambao alikuwa akifanya mara kwa mara. Anawaingiza kwa serikali yake wageni, tena anawatuma kwenye pori wasumbue tena wananchi kwa mahitaji yake mwenyewe. Kwa hiyo serikali ya Tshisekedi angalau imesikia wananchi. Sasa pointi yangu kubwa ni hii ambayo tunakwenda kutuma tena kwa serikali ya Tshisekedi. Tumepata habari ya kwamba Joseph Kabila anatoka katika nchi ya Afrika ya Kusini aingie katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na amesema ya kwamba atakwenda kujiinstale Goma. Haya yanaonyesha wazi kwamba Kabila anacheza mchezo ule ambao alikuwa akiufanya wakati yeye akiongoza nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi kama vile wana mapinduzi, sisi kama vile chama cha wazalendo, tunaomba serikali ya Tshisekedi imfunge Joseph Kabila. Kwa nini wanaacha Kabila au wanacheza huu mchezo wake mchafu? Inaonekana sasa Kabila na Kagame wanataka kuigawa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu zangu wananchi, nchi ya Kongo ni nchi yetu sisi wote. Si nchi ya kabila fulani, ni nchi ya makabila 450. Na kama tukikaa mecroise hivi hatutasimama wote, nchi yetu itakwenda, ni sisi ndio tutapoteza. Kwa hiyo ni wakati wa kupiga vita huyu bwana Joseph Kabila. Inaonekana lengo la Kabila ni kutaka kuigawa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa na sapoti ya huyu muuaji Paul Kagame wa Rwanda. Ndugu zangu, tusikubali huyu Joseph Kabila apate kuingia katika Goma. Na tayari nimeona watu wa Kalemi ule mchezo alikuwa akiufanya Joseph Kabila akipata sapoti ya nchi za magharibi, na bosi wake alikuwa ni huyo Paul Kagame. Lengo la Kabila ni kutaka kuigawa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu zetu, nchi yetu ni nchi ambayo hatuna shida ya makabila, lakini kuna kabila lingine ambalo limeletwa katika nchi yetu ambalo linaitwa Wanyarwanda, ambao walijipatika jina kuitwa Wanyamurenge na Wanyamasisi. Ndugu zangu, ni wakati tena ya kusukuma serikali ya Tshisekedi achukulie hatua za kisheria bwana Joseph Kabila, kwa sababu huyo ndio mchochezi mkuu, akipata sapoti ya nchi za magharibi, akipata sapoti ya Paul Kagame, na akipata sapoti ya Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Ndugu zangu wananchi watukufu, tusimame tena
kupambana na kusukuma serikali ya Tshisekedi ichukulie Joseph Kabila hatua za kisheria na awekwe ndani, kwa sababu huyo ndio mharibifu, huyo ndio mtu mbaya ambaye anasapoti M23, anasapoti Corneille Nangaa ili watu wa mashariki wasio na amani. Mimi kama vile kiongozi wa Chama cha Mapinduzi cha NAPADE, tena vile kiongozi wa Coalition Uboni, ninatuma wito wangu kwa wananchi pamoja na wazalendo, tusimame tena, tupambane kidiplomasia, tupambane kisiasa ili tusukume serikali ya Tshisekedi ichukulie Joseph Kabila hatua za kisheria ili apate kuwekwa ndani, kwa sababu Joseph Kabila ni mharibifu akisaidiwa na Paul Kagame, huyu criminal, akisaidiwa na zingine nchi ambazo ziko nyuma ya Paul Kagame. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.